Watukufu wa Islam, katika athari na matunda katika fasli yetu ya pili ambayo leo tunaiongea, ni kitu kikubwa sana. Tunakwenda katika hadithi sasa za Bwana Mtume ambaye sote tunafahamu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kila mwenye mtoto, na mimi naona hapa wazee wapo, mimi mwenyewe mzungumzaji nao watoto, na vijana hapa wameoa juzi wanatarajia kuzaa watoto. Mfahamu kwamba kuzaa sio kazi, kazi ni kulea. Na kulea katika malezi, unamlea mtoto katika malezi gani? Hicho ndio kitu cha msingi. Kwa sababu kuna baba mmoja alikwenda kwa Saidna Omar kushtaki, anamshtakia Saidna Omar malezi mabovu ya mtoto wake. Msikilizeni Saidna Omar alivyompelekesha baba huyu. Akamwambia, ya amira almu'minin, jitu ilaika ashku uquqa ibni. Mwanangu amenipiga vita, mwanangu hafahamu haki ya mzee, mwanangu hana heshima. Omar akasema, muite mwanangu. Vipi Qur'ani inasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, alafu anatokezea mtu katika Uislamu eti anampiga vita mzazi wake, hana heshima kwa wazazi wake. Na ndivyo tulivyo leo. Wakati zamani ilikuwa kila baba wa mzazi, kila baba wa mtoto ni babako, na kila mzazi alikuwa mtoto ni mtoto wake, ni mwanawe. Zama hizo zilizopita, ulikuwa ukikamatwa wewe na mzazi yeyote unafanya kitu chochote kibaya, unapigwa mikwaju. Ukienda kwenu bora ufute machozi usilie, lakini babako akikuuliza unalia nini, mzee fulani kanipiga, utaongezwa, kwa sababu anajua mzee fulani hakukupiga isipokuwa umekosa adabu. Leo yapo hayo. Mtoto akipigwa na mzee fulani, akienda kwao akitoa ripoti kwamba nimepigwa na mzee fulani, baba kule atatoka kuja kupigana na mzee fulani. Unanipigia mwanangu, unaujua uchungu wake? Mama atatoka kule na kanga mbili tu, atakuja mbio kwa mzazi mwenzake, sasa mimi ndo niloenda leba au wewe? Uone namna watu watakavyotukanana kwa sababu tu mtoto amebutuliwa akafunzwa na mzazi mwingine. Leo mtoto, kila mtoto ni mtoto wa mwenye mtoto tu, si mtoto wa jamii. Hapo ndipo tulipoharibikiwa. Na ikiwa tunataka turudi katika hali nzuri, turudi katika yale mafunzo ya zamani waliokuwa wanatulea watoto, wazazi wetu. Hawa wazazi walikuwa wanatulea sisi katika misingi ya Kiislamu, kwa sababu Mtume katika hadithi anasema katika madhambi makubwa an yasubba ar-rajulu abah, ni mtu kumtukana babake. Qalu kaifa yasubbu ar-rajulu abahu ya Rasulullah, vipi mtu atamtukana babake? Mtume akasema yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fayasubbu abah, ni ile mtu kumtukana baba wa mtu alafu yule mtu naye akamtukania babake. Kwa hiyo wewe utakuwa wewe ndo umemtukana babako, kwa sababu ukimwambia mtu tusi kwa babako na yeye atamrudishia tusi babako. Kwa hiyo utakuwa wewe ulioanza ndio uliyemtukana baba yako, kwa sababu asingetukana yule, kwa sababu wewe ndo ulianza. Kwa hiyo ukitaka babako asitukanwe, wewe usitukanie watu baba za watu. Umar ibn Khattab anamuita mtoto, anamwambia taala, vipi huna heshima kwa mzazi wako? Sikiliza huyu kijana alivyomwambia Umar, ya amira almu'minin, alaysa libni huququn ala abih, alaysa lilibni huquqa ala abih. Anamwambia, kwani hizi haki ni za wazazi tu, sisi watoto hatuna haki ya amira almu'minin? Anamuuliza. Omar akashtuka kidogo, huyu mtoto hivi mbona anauliza swali? Babake amekuja kumshtaki, kuja kushtakiwa, anamuuliza amira almu'minin, kwani wenye haki ni hawa akina baba tu, sisi hatuna haki? Akamwambia, na nyinyi mna haki zenu watoto. Akauliza,
ma haqqu libni ala abihi, basi kama tuna haki sisi watoto, niambie Amiri al-Mu'minin, sisi watoto tuna haki gani ambazo hawa wazazi lazima watufanyie? Umar akaanza kuchambua, anasema an yantaqi lahu umma, haki ya kwanza akutafutie mama bora, wa an yakhtara ahsana alasma, na akuchagulie jina zuri utakapozaliwa, wa an yuallimaka alkitab, na kisha akufunze, akupe malezi, akuelimishe kitabu. Hizo ni haki zako wewe kama mtoto. Baba ameenda kushtaki, mtoto amebadilisha kibao, anauliza hizi haki za kutendewa wazee ni wazee tu sisi tuwatendee, au na sisi tuna haki zetu watutendee? Omar akamwambia, na nyinyi mna haki zenu, na miongoni mwa haki zenu ni mama mzuri utafutiwe wewe, kwa sababu yule mama mzuri ndiye atakayekuja kukulea. Nyinyi sasa hivi mko hapa msikitini, watoto wenu wadogo wadogo wote wako majumbani na mama zao, na kabla ya kuja msikitini mlikuwa makazini, watoto walikuwa na mama zao, na muda mrefu wanakaa wao na mama zao. Ina maana mama akiwa mbaya, watoto usije ukajiuliza kwa nini wamekulia katika hali hii. Mshairi anasema, idha kana rabbul baiti bitabli dariban fala talumi sibyana ala ras, ukiwa baba unapiga ngoma, watoto wakicheza usianze kuwalaumu kwa sababu mwenyewe unapiga ngoma. Kwa ajili hiyo basi, ikiwa mama ndio mkaaji anayekaa muda mrefu na watoto, kwa hiyo mtafutie mtoto wako mama bora. Jambo la pili, mtafutie jina zuri mtoto. Jambo la tatu, mfunze. Na ndo haya mafunzo sasa, miongoni mwa mafunzo na tarbia, na miongoni mwa kumfunza ni kumwelekeza mpaka kwa marafiki. Kuna wazee wengine hawakubali, wakiona mtoto amefuatana na watu fulani hakubali. Kwa sababu gani? Ataharibikiwa yule, atafisidika. Baba anakuwa havuti sigara nyumbani, lakini kwa nini watoto wengine wanavuta sigara? Baba havuti bangi, kwa nini watoto wengine wanavuta bangi? Baba hali mirungi wala gati, kwa nini watoto wanakula mirungi? Kwa nini wanavuta madawa ya kulevya? Ni rifqatu su wa khaltatu alfasida, marafiki wabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, iyyaka wa qarina su fa innaka bihi tu'raf. Iyaka manake tahadhari, tahadhari. Wa qarina su, na rafiki mbaya, fa innaka bihi tu'raf, kwa sababu wewe utajulikana tabia zako tu kwa sababu rafiki yako ni fulani. Ndio mmoja alisema, wa Misri wanamsema, wanasema uli man tusahib au lak man ant. Wa Misri wanasema, nieleze rafiki yako ni nani na mimi nitakuambia wewe ni mtu aina gani. Ukishanieleza rafiki yako ni nani, na mimi nitakueleza wewe ni mtu aina gani, kwa sababu tayari nitakuwa nishajua wewe ni mtu fulani fulani fulani, kutokamana na ile rifqa ulokuwa nayo. Si kama tunafahamiana? Basi nieleze rafiki yako ni nani, na mimi nitakueleza wewe ni mtu aina gani. As-sahibu sahib. Ndio mshairi mmoja Tarfa anasema, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, usimuulizie mtu, muulize rafiki yake. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, kila rafiki huwa anamfuata rafiki yake. Fulani mbona siku hizi yuko kadha kadha kadha, ni rifqatu su'i aliyokuwa nayo. Basi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alipoelezwa na mtoto kwa